Wagosi wa Ndimba, wagosi wa Kaya. Coastal Union walikuwa dimbani leo dhidi ya Mbeya City, dakika 90 zikitamatika kwa Coastal Union kushinda mabao 2-0. Mabao ya Mahabadi, Maulid Mahabadi yakiwapeleka mbele Coastal Union na kuweza kumaliza katika mchezo akiwa na furaha kweli kweli. Tumetazama Kantala namna ambavyo ilivyokuwa dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Mbeya City Dail licheza lakini kashindwa kutamba mbele ya Coastal Union, licha ya kwamba jana uliwaweka kwenye mzani ambao ni sawa. Mimi nilisema ni mechi ambayo itakuwa ngumu zaidi kwa hususani kwa Mbeya City, na imetokea hivyo leo kwa kulingana na kile ambacho wamekionyesha katika dakika 90 za mchezo wa mguu. Kwa hiyo tumeona ni kwa upande wa Coastal Union ni jambo ambalo wanazidi kulifanya, kwa sababu wana wale wachezaji ambao tunazungumzia. Coastal Union ni timu ambayo toka kitambo ambao ilikuwa ni timu ambayo kuna vitu ambavyo inavifanya. Ukiangalia kwenye first 11 ya leo ambapo wachezaji ambao wengi ambao wameanza ni wachezaji ambao tulikuwa tunawaona kwenye mechi kadhaa ambao zimepita. Unamzungumzia wachezaji kama kina goalkeeper Wilbord Maseke, miongoni mwa watu ambao ana uzoefu na ligi, japokuwa kulikuwa na makosa kadhaa ya msimu uliopita, lakini kwa namna sasa alivyokuwa anacheza mechi ya leo kweli Coastal Union mimi nawapongeza. Namna mabao ambayo yamepatikana, angalia ile tunazungumzia combination kati ya Ali Ramadhani na Ali Saidi na Nas nafikiri jina la tatu, pamoja na Salman Saleh. Hao wote walikuwa wanatengeneza ile partnership nzuri sana katika kutozungumzia kuconvert zile nafasi, na wamejaribu kutengeneza zile clear chance kwa namna, lakini zilikuwa zinashindikana. Ubora wa safu ya ulinzi ya Mbeya City ambayo ilikuwa inaongozwa na Benoka Koronya ambaye ni goalkeeper wa Mbeya City ambaye shida kwa Mbeya ilikuwa ni nini haswa? Licha kwamba wamefungwa lakini walicheza, shida yao ilikuwa ni nini haswa? Shida ya Mbeya City ni ule umakini tu katika dakika zote 90. Unaambiwa kuwa umakini katika dakika zote 90. Unamzungumzia wakina mara nyingi na fikiri fullback ya mpira ambapo namba Baraka Filimon alikuwa na ile anapanda, lakini anajisahau kuja kuwasaidia wakina Pemba Kingu ambaye kuwa beki wakati wa Tabora United, lakini sasa hivi ipo Mbeya City. Wakina ya Mbegu katika mbavu ya pembeni pamoja na kina Mwasa ambaye ni captain, na walikuwa wana makosa mengi sana katika eneo la center back la Mbeya City. Lakini unakuja katika kiungo wa chini Mukrimu, bado alikuwa na yale madhaifu ambayo tunazungumzia siku zote. Nambari 6 unatakiwa usicheze mbali sana na mstari wa mabeki wako ambao unaotengeneza. Unatakiwa utengeneze mstari mwembamba sana kati ya mabeki nawe, kwa sababu kuna ile unalinda ule uso wa backline ambapo wasifikiwe mara nyingi, na hata kama ukifikiwa backline lazima wewe ufanye challenge moja wapo, labda ufanye madhambi kabla hajafikia box, kwa sababu ukifanya madhambi itakuwa mpira wa faulo na utapewa kadi au kuonywa, lakini ukifikia mabeki akifanya madhambi itakuwa penalty na red card. Lakini kwa Mukrimu ilikuwa tofauti, lakini pamoja na Malaki ambaye anacheza kama namba 8, yeye anacheza Mukrimu na anacheza namba 6. Lakini kuna Omar Chibada toka ipo Young Africans msimu 5 iliyopita, kama kuna mtu anamfahamu, alikuwa ni miongoni wa watu ambao wanaenjoy sana kucheza nambari 8, lakini alikuwa anacheza kama nambari 10 kwenye shimo la kwa Yanga kuenjoy kucheza kwa sababu alikuwa ni yupo kwenye timu ya vijana, lakini alikuja kupata nafasi pale kwa wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar akacheza. Nafikiri hapo ndo timu ambayo alienjoy zaidi kucheza. Yes, na nafikiri ambacho mimi nakiona sasa hivi kwa timu za ligi kuu sasa hivi zinaendelea kuonyesha kwamba tunacheza kimkakati zaidi, na sio tu kucheza tumecheza mechi ya kuenjoy. Kwa hiyo unaona kila timu inacheza kimkakati zaidi na inahitaji pointi 3 ambazo zitakuwa zinawasaidia. Kuangalia hata kwenye table sasa hivi walivyo, ni table ambayo inaonyesha bado kuna challenge kubwa sana kwenye ligi kuu. Naangalia Pamba Jiji sasa hivi ndio wanaongoza ligi wakiwa na mchezo 7, wakiwa na pointi 12. Unaona kwenye mchezo 7 ambao utakuwa na pointi 21, lakini kuna mtu ambaye ana pointi 12. Kwa hiyo bado unaona ligi ni ngumu sana kupata pointi 3 kwa Coastal Union. Ni hongera sana kwao.
kwao, kwa sababu ukiangalia kwenye msimamo wa ligi kuu mpaka sasa hivi Coastal Union alikuwa nafasi ya 14 na nafikiri sasa hivi alikuwa na pointi 5 pekee. Nafikiri sasa hivi itamsogeza paka pointi 8 ambao atamshusha Singida Black Stars ambaye ana pointi 7 kwenye ligi. Atakuwa amekaribiana na Mbeya City, na namna ilivyo Mbeya City atakuwa na mzidi magoli ya kufunga na kufungwa. Kwa hiyo Coastal Union sasa hivi atakuwa nafasi ya 8. Ni kila ambacho kimejili katika dimba la Mkwakwani pale jijini Tanga, kati ya Agosti wa Ndimba Coastal Union dhidi ya Mbeya City katika mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara, ikiwa ni mzunguko wa 8 kwa timu zingine, hususan kwa Mbeya City ambao walikuwa wanacheza na Coastal, lakini kwa Coastal ulikuwa ni mchezo wa 6 katika ligi kuu Tanzania Bara. Baada ya mchezo huo kutamatika Kantala, ni kwamba shirikisho la soka limeufungia uwanja wa Mkwakwani uliopo Tanga kutumika kwenye michezo ya ligi kuu kukosa vigezo vya kanuni na sheria za mpira wa miguu. Taarifa imetolewa na afisa habari na mawasiliano wa TFF Clifford Mario Ndimbo leo baada ya mchezo kutamatika. Mimi naona kama wanachelewa. Kwa sisi Mkwakwani ilikuwa ni jambo la muda ingekuwa jambo lilishatokea, kwa sababu uwanja huo ulikuwa na mechi zinachezwa saa 1. Baada ya hapo uwanja ukarudishwa majira ya kuchezwa mchana, kwa sababu mechi wa FIFA wa Mwanga. Na siku zote tuwe na sheria kali unapozungumzia miundombinu, na ligi yetu ilipo sasa hivi wasifu wake ni vitu vile tofauti. Unapozungumzia ligi ya Tanzania ipo ligi nambari 5 kwa ubora barani Afrika. Unapokuja kuzungumza kwenye miundombinu, Rwanda tu yenyewe ambapo tunaizidi kwenye ubora wa ligi, wanatuzidi sana kwenye miundombinu. Kenya wenyewe wanatuzidi. Kwa hiyo kwa hapa Tanzania ambao tunaferi sana namna ya uongozi kufanya kazi kwa ufanisi. Lakini shida nyingine nadhani kwamba wahusika wanaotumia uwanja sio wamiliki wa uwanja. Pia inaweza ikawa changamoto, kwa sababu wale wanaweza wakasema sisi hatuna matumizi makubwa, kwa hiyo wanafanya kadri wanavyojisikia. Lakini kama mtu angekuwa anajua uwanja ni wa kwake, inaweza ikapunguza hii za kufungiwa mara kwa mara. Maana yake kama umefungiwa hapa, marekebisho labda yatachukua wiki 2-3 uanze kutumika tena, baada ya michezo labda 2-3 ufungiwe tena. Ni vitu ambavyo vinajirudia. Hii inatokana pia na wale ambao wanahusika na uwanja. Kama hauna tabia au hauna utamaduni au desturi yako ya kutunza hata kile kiwe cha umma, hata cha kwako binafsi uweze kukitunza. Kwa sababu gani? Kutunza pia hata makubaliano. Kutunza kitu kwenye issue za labda za uendeshaji. Sisi kuna makubaliano kwamba sisi labda tutakuwa tunafanya hivi na wewe utakuwa unafanya hivi. Kwani si viwanja vya sehemu kwani kama kama uwanja wa CCM Kirumba, CCM Jamhuri Dodoma, Morogoro nafikiri ni wenyewe Tabora Ali Hassan Mwinyi. Hivyo viwanja vyote vinaongozwa na chama tawala. Na sasa hivi tunapozungumzia kuna chama cha soka husika, lazima kikae na chama husika ambacho kina umiliki uwanja, kwamba tunahitaji hiki na hiki kwenye mgawanyo wa majukumu. Nyinyi mtajuana huko kuwa uwanja unatakiwa ufanywe ukarabati sehemu fulani na nyinyi sasa kwenye asilimia utakuwa unatoa asilimia fulani na mimi natoa asilimia fulani. Chama husika kinatoa asilimia kama ni ndogo au kama ni 60 kwa 40, mnagawana hivyo. Kwa hiyo mimi naona ni ufanisi wa uongozi kukaa vizuri ili ligi yetu endane na hadhi ya miundombinu. Tunakuwa mbali sana. Tusiishie kupewa jina, tukapewa namba, tupo 5, lakini ukiingia ndani ukatafakari ni vitu gani vinavyoashiria kuwa namba 5, unaweza ukapata ukakasi. Nafikiri hususan kwa vilabu hivi vingine. Nafikiri ni Yanga na Simba tu kimataifa ndo na wenyewe wakikuta ndo kigezo. Lakini ukija kuzungumza hata ushindani Yanga na timu za madaraja ya kati, Simba na timu za madaraja ya kati, unaona kweli Simba anaenda kucheza. Kama timu ya kati itakuwa imekadha, itakuwa inahitaji sare na sio kushinda. Kama itakaza, lakini inapokutana wenyewe kwa wenyewe ndio inachotokea mambo kama haya. Kwa hiyo kwa ligi yetu mimi miundombinu yani haiendani na ligi ilipo, ushindani wa ligi haiendani na ligi ilipo.
kila kitu yani unakuja tu kubakia Simba na Yanga wakikutana, Simba kimataifa na Yanga kimataifa. Ni mchezo huo wa Coastal Union dhidi ya Mbeya City ukimalizika, lakini uwanja wa Mkwakwani ukifungiwa kutumika katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na ile ya championship mpaka pale marekebisho yatakapo fanyika katika uwanja huo na uongozi ukijiridhisha, basi utafungulia uendelee kutumika. Mchezo mwingine ambao umepigwa ulikuwa ni Tanzania Tigwaraa kule Babati mkoani Manyara kati ya Fountain Gate ambao waliwaalika wanajerajera Tanzania Prison jiita wanajeshi wa magereza, ambapo mchezo umetamatika kwa Fountain Gate kushinda bao 1-0, bao ambalo limepatikana kwa ufanisi mkubwa zaidi. Kantala jana tulizungumza hapa, Prison naweza akapitia wakati mgumu. Ilikuwa kabla ya mchezo huo ilikuwa ni nafasi alama moja tu iliyokuwa ina watofautisha vilabu hivi, lakini Prison anaonekana kupitia wakati mgumu licha ya kuwa na alama 6 mpaka sasa, bado anapitia wakati mgumu. Michezo mingi ambayo amecheza ugenini ni dhahiri kama amepoteza. Alisafiri akaja Tabora akapoteza bao 1-0, ametoka hapa Kaunga enda Manyara amepoteza 1-0. Bado mambo yake yanazidi kuwa magumu mpaka sasa. Kwa upande wa Fountain Gate naweza nikasema kwamba wao mechi Fountain Gate mechi ilikuwa imechukua. Na kwa sababu gani? Fountain Gate kwa msimu huu na msimu uliopita makosa yamekuwa yale mwanzo, lakini jinsi kadi ligi inavyoenda Fountain Gate wanabadilika. Tanzania Prison ni timu ambazo ipo chini ya taasisi, lakini ingekuwa tofauti na hapo Tanzania Prison nasema kwa kinywa changu wangeshuka ligi. Kwa maana gani? Hiyo ndio inawabeba kwa taasisi ambao walionayo inawabeba kubwa sana. Kwamba haiwezi kushuka. Mbona Police Tanzania ilishuka? Unajua kuna kitu Tanzania Prison, kuna kitu ambacho wanapeana hamasa wao kwa wao wenyewe, lakini kuna kitu hata Ruvu Shooting walikuwa na hamasa Kantala, lakini kumbuka nakwambia Tanzania Prison ikawa hivyo. Tanzania Prison ni tofauti na vilabu ambavyo lakini taasisi zinafanana, lakini unajua kuna kufanana kitu afu kuna namna ya uendeshaji. Tanzania Prison ni hapo kitofauti kwa uendeshaji, lakini kuna kitu ambacho nataka kuzungumzia. Tanzania Prison imekuwa ikiondosha sana watu ambao wanaiongoza klabu hiyo au wachezaji ambao wametumikia kwa mafanikio. Unapozungumzia Tanzania Prison ilikuwa na wachezaji kama kina Benjamin Asukile, ilikuwa na top striker ambaye kuwa ni tishio sana na mfikiri Samson Bangula na kina Jeremia Kisubi, wote walikuwa wanaunda kikosi cha Tanzania Prison. Kina Zabona Mayombe sasa hivi anakichafua pale Pamba. Na fikiri na golikipa mwingine ambaye alienda Simba mpaka sasa hivi yupo Simba, na kwa Jeremia Kisubi alikuwa huyu ambaye yuko hapa yuko sasa hivi Hussein Abel. Yes, na alikuwa Tanzania Prison. Hao wote lilizao lote ila hapa wameshalitawanya lipo kwenye vilabu vingine, na Benjamin Asukile sasa staff. Samson Bangula pale yote Taifa Zaka tujui kwa wapi na yupo baada ya kuumia. Yes, lakini ndio unajua kwa Tanzania Prison msimu 3 leo wanachechemea, na nafikiri msimu huu Tanzania Prison tusipoangalia itakuwa baba jeni bye bye, kwa sababu ya namna ya matokeo ambayo wanayapata kila mechi. Uwezi ukacheza mechi miwili mpaka mitatu unapoteza. Bora upoteza mchezo miwili, shinda mchezo mmoja. Kwa maana hiyo utakuwa na point 3 umeweka kwenye kabati lako, lakini kama unapoteza mchezo yote maana yake una point yote ambao unacheza. Na umecheza na kina nani? Umecheza na Fountain Gate ambao kidaraja kiranki mnafanana. Je, ukikutana na Singida Black Stars ambao quality ya uchezaji wanakuzidi, unakutana na Azam FC pamoja na yake, kama ratiba isingevurugika mchezo wake ambao ungefuata ulikuwa ni dhidi ya Yanga akiwa nyumbani. Je, utajua sasa Young Africans tutakuja kuchukua alama 3 kwake, na alivyo sasa hivi performance yake inazidi kukung'aa kila kukicha. Unajibu ni hapana. Kwa hiyo kwa mimi naona kwa Tanzania Prison kwao wafanye homework, kazi ya ziada zaidi. Mchezo mwingine ambao umemalizika muda mchache kutoka hivi sasa ni kati ya JKT Tanzania dhidi ya TRA United Sports Club kutokea hapa Tabora, ambapo JKT Tanzania ameshinda bao 1-0 kupitia kwa Shizda Ramadhani Kichuya. Tulizungumza hapa
mwendelezo inakuwa ni kazi kwa vilabu hivi vya madaraja ya kati. Yaani tutazidi kuzungumza hivi Kantara kwa sababu ukiangalia ametoka kushinda TRA dhidi ya Prison, leo anapoteza mchezo. JKT mwenyewe mechi yake iliyopita kabla ya leo alishinda moja, tunaweza tukasema alishinda dhidi ya KMCS, lakini huyo ndo kidogo amefululiza. Unajua ni ngumu sana kwa timu hizi ndani ya ligi kuu kufululiza matokeo, inakuwa ni changamoto. TRA nafikiri umetazama mchezo namna ulivyokuwa mpaka unatamatika. JKT wanashinda wakiwa nyumbani. Uwanja kuzoea zaidi pengine kwao inakuwa ni faraja. Maana yake kuna vilabu ambavyo nimekuwa nikisikia kwamba ule uwanja kila wakienda kucheza, kama timu inakwenda kucheza pale kwenye press ama mkutano wa waandishi wa habari, lazima ule uwanja utazungumziwa. Ni kisingizio. Na kuna uwanja sema lisemwalo lipo. Kwani mara ngapi meneja uwanja wa Meja Jenerali Samuel anachukua tuzo ya meneja bora uwanja? Simaanishi kwamba ni mbaya. Vipimo kaka. Vipimo. Kwani mpaka ligi uruhusu uwanja utumie katika mechi za ligi. Kwani inaruhusu, lakini ukiangalia ukilinganisha na viwanja vingine vinavyotumika Tanzania, ni miongoni mwa uwanja ambao wenyewe kidogo umezidisha kuliko viwanja vingine kwa mujibu kwa wachezaji. Tuache tuzungumze soka lenyewe, maana hivi vipo nje ya vitu ambavyo tunazungumzia. Kwa JKT vipo ndani kwa sababu mtu kama una pumzi. Kwani wangapi mara ngapi JKT Tanzania anacheza na timu nyingine anapoteza pale pale uwanja wake nyumbani? Lakini angalia baada ya mchezo kuna mechi alishawahi kucheza na Mungu akapata matokeo msimu uliopita. Kuna mechi alishawahi kucheza na fikiri kulikuwa na mechi moja akapata matokeo. Kuna mechi ya FA ikapata matokeo, lakini wakuzungumzia kwa nini ukipoteza unazungumzia uwanja. Ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvitathmini. Anyway, jana uligusia kuhusiana na Ahmad Ali na kocha wa TRA Ndairagije alimheshimu, kazungumza kwamba ni kocha ambaye anamwamini, anamkubali. Pengine leo hata hilo bao moja limepatikana dakika kabisa za mwishoni kabisa. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba mchezo ulikuwa tough. Mchezo ulikuwa kimbinu zaidi. Nimeangalia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 70 na kitu. Kabla bao halijapatikana, walikuwa wanapishana sana, wanafikiana sana langoni. Ubora wa magolikipa ndio uliowaweka salama kwa dakika ambazo wamecheza, lakini umakini tunazungumzia siku zote na uzoefu wa wachezaji. Shiza Ramadhani Kichuya, angalia amewachukua katika ndani ya 18 kashuti. Golikipa Jini Amanome wa TRA United alikuwa hana namna ya kufuata ule mpira. Hapo nampongeza mfungaji ambaye Shiza Ramadhani Kichuya, mara kadhaa akiwa amefunga magoli ya namna hiyo. Yeye akiwa ndani ya 18 ana uwezo wa kushuti, na Shiza Ramadhani Kichuya kila mtu anajua uwezo wake. Lakini kwa namna ambavyo nilikuwa naangalia mechi za leo, kwanza zote kwa ujumla. Kwa ujumla nimeona kwanza ushindani wa ligi yenyewe pamoja na ushindani wa vilabu upo mkubwa sana, kwa sababu magoli ambayo yamefungwa unaona kwa klabu ambayo ilikuwa inafunga magoli mengi ndio imepata ushindi. Kwa mfano leo mechi ya JKT Tanzania kabla ya kucheza mechi ya leo alikuwa amefunga magoli 6, na alikuwa tunazungumza top scorer ambaye Saleh Karabaka, na alikuwa Saleh Karabaka amefunga nafikiri magoli 4 kati ya mechi 5, na hajapoteza mchezo wote matatu. Na hajapoteza mchezo wote katika mchezo 5. Kwa hiyo unaona kwa upande wa JKT Tanzania ilikuwa ni timu ya kwanza uwanjani, kwa sababu TRA United kwa uwezo wa wachezaji ambao ukiwa compare na klabu mpinzani wake ambaye ni JKT, bado ulikuwa unampa JKT Tanzania, japokuwa Etienne Ndairagije kifalsafa ya mpira tunamheshimu, lakini kwa rasilimali ambazo anazo na JKT Tanzania anazotumia Ahmad Ali kocha mkuu, bado kulikuwa anawapa tunazungumzia kipaumbele JKT Tanzania kushinda mechi ya leo.